midogo na kuharibu muonekano wake. Lakini pia tuna ngozi mchanganyiko, yaani ni ngozi ambayo ina mafuta alafu kwa upande mwingine ni kavu. Unakuta mtu mwenye aina hii hapa ya ngozi ambayo nasema ngozi mchanganyiko, yaani sehemu nyingine zina mafuta, sehemu nyingine ni kavu. Mfano unakuta ana mafuta sehemu hii tu ya kwenye pua, si unanielewa? Lakini pia ana mafuta sehemu hii ya paji la uso, ila sehemu nyingine zote anakuwa ni mkavu. Baada ya hapo, tuna aina nyingine ya ngozi ambayo ni ngozi nyeti, ngozi sensitive. Bwana, hii ngozi yani yeye ni miwasho, anaungua kirahisi, yani mara nyingi haiendani na bidhaa nyingi. Mtu aina hii huwa anapata tabu sana kupata bidhaa ambayo itaendana na ngozi yake. Aya, baada ya hapo naomba nikuongezee uelewa zaidi kuhusiana na ngozi. Baada ya aina ya ngozi, lakini pia tuna layers au nisemeje, kama daraja za ngozi. Yaani kuna ngozi ya juu, kuna ngozi ya katikati, alafu kuna ngozi ya ndani. Ndio maana cream nyingi huwa zinafanya kazi kwenye ngozi ya juu tu. Mtu akipaka atapata matokeo mazuri, lakini baada ya muda lile tatizo lilokuwa akilitibu litarudi. Kwa sababu gani? Mafuta yale aliyoyapaka yalikuwa yanatibu ngozi ya nje tu, hayajapata nafasi ya kufika kwenye ngozi ya ndani. Kwa wale wanasayansi, nazungumzia epidermis, dermis na hypodermis. Epidermis ndio hiyo ngozi ya juu, lakini dermis ni ngozi ile ya ndani, na maanisha ngozi ya katikati. Alafu kuna hypodermis, ni ngozi ile ya chini kabisa. Karibu kwenye mitandao yangu ya kijamii, usiache ku-like, ku-comment na kushare, na kwa upande wa YouTube usiache kusubscribe, niachie na comment yako pia. Nawapenda.